Biblia inasema shetani amewataka kuwapepeta kama ngano. Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Ndivyo Biblia inavyozungumza. Haya ni maneno ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika kile kitabu cha Luka sura ya 22 na ule mstari wa 31 mpaka 34. Biblia inasema, akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Shetani ametaka, maana yake ni desire yake. Shetani ametaka, Simoni, Simoni, shetani ametaka kuwapepeta ninyi kama ngano. Maana yake ametaka, ametarget, ni desire yake kuwapepeta ninyi kama ngano. Maana yake yawezekana wao walikuwa hawajui, ila Yesu alikiona hicho kitu. Maana yake wao walikuwa wanaona life is okay, walikuwa wanaona hakuna shida, lakini anasema shetani amewataka ninyi kuwapepeta kama ngano. Maana yake shetani alikuwa ameplani hicho kitu, lakini wao hawajui. Sasa mtu wa Mungu, natamani nizungumze nini? Yesu anazungumza ya kwamba kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Maana yake usiporuhusu Mungu akae ndani yako, kuna kitu kingine ambacho kitakaa ndani yako. Usiporuhusu Mungu aweze kuyatumia maisha yako, kuna kitu kingine kitayatumia maisha yako. Ndio maana anasema pepo mchafu amtokapo mtu hutafuta mahali pasipokuwa na kitu. Maana yake pepo anatafuta mahali pengine, akiona ile nyumba haijasafishika tena anaingia. Maana yake shetani anaweza akamtumia mtu kabisa. Ndio maana anasema shetani amewataka ninyi kuwapepeta kama ngano. Kwa shetani anaweza akamtumia mtu vizuri kabisa. Kuna watu ambao shetani anawa influence, yani yeye ndo influencer, anawapa ideas. Kuna watu mpaka wanatengeneza pornography. Ni shetani anawapa ideas, ni influence, ana influence, anampa mtu kitu ambacho aweze kukileta kitu kwenye dunia. Kwa mpaka mtu amefanya kitu, kuna vitu ambavyo mtu anaweza kavifanya, kuna influence behind. Ndio maana kitu gani ambacho kina kuinfluence, kitu gani ambacho kina kuinfluence kufanya vitu. Unakumbuka Hawa katika bustani ya Edeni, shetani aliyekuja kwa sura ya nyoka akamwambia mti huu wafaa kwa chakula. Mind you guys, kwa muda mrefu Hawa na Adamu walikaa kwenye bustani, ule mti hawakuona unafaa kwa chakula, lakini shetani alipowapa idea kwamba huu mti unafaa kwa chakula, kwa hiyo shetani alikuwa ni kama influencer, alimuinfluence aweze kula lile tunda ambalo for long time ilikuwepo pale na alikuwa haoni kwamba inafaa kwa chakula. Manake tunaishi kwenye hii dunia ambayo shetani, moja ya kitu ambacho anatumia kutuharibu, kuyaharibu maisha ya watu, anaweka influence, anakuwa kama catalyst, anakuachilia catalyst ndani yako, ni kichochezi cha wewe kufanya kitu fulani. Ndio maana alimuonesha Hawa kwamba huu mti wafaa kwa chakula, watamanika. Ni mti ambao wao walikuwa hawatamani kula, lakini aliwatengenezea kitu cha influence. Kwa moja ya kitu ambacho adui anakifanya ni influence. Ndio maana unaweza ukaona mwanamke, ukamuona mwanamke pale, moja ya kitu ambacho adui anakifanya kwenye ufahamu wako, analeta ya kwamba yule mwanamke mbona anafaa, unaweza ukalala naye, unaweza hebu kamtongoze. Anakuletea kitu cha influence, ni kitu ambacho ulikuwa huna, anakuletea influence ndani. Ndio maana hata watu ambao wanafika kwenye hatua za kuua wazazi wao, kutoa kafara watoto wao, kuchinja ili aweze kupata fedha. Ndio maana kuna watu wameingia kwenye Freemason, wameingia kwenye vitu vingi sana, organizations nyingi sana, ili waweze kupata fedha. Ukiona mtu mpaka anatoa mtoto wake, ukiona mtu mpaka yuko tayari kumfanya mtoto wake awe zezeta, kumfanya mtoto wake awe kichaa, ukiona mtu yuko tayari mpaka kumtoa mama yake kafara, ukiona mtu yuko tayari mpaka kumuua mke wake, kumuua mume wake, kuzika watoto wake ili apate fedha, maana yake kuna influence nyuma inayomuinfluence kufanya hicho kitu. Ndio maana Hawa akaona ule mti wafaa kwa chakula. By that time alikuwa hauoni kwamba unafaa kwa chakula, lakini kuna influence ambayo iliingia ndani. Kwa hiyo ni moja ya weapon ambayo shetani anaitumia kwenye dunia ya sasa
kutengenezea influence kwenye moyo wako, anakutengenezea desire kukiona kitu kwa taswira ambayo ulikuwa hukioni. Kitu kile kile ambacho kilikuwepo na wakina Hawa na Adamu Edeni, ndicho kitu hicho hicho ambacho kiliwamaliza. Maana yake aliwabadilishia focus ya kukitazama kitu. Ndio maana mtu anaweza kawa na mtoto, ana mke, anamuona ni mke, lakini by that time kuna spirit imeingia ndani yake kwamba huyu mke anaweza kawa ni fedha, huyu mtoto anaweza kawa ni fedha. Mtoe mtoto huyu kafara, mtoe mke wako kafara, mfanye mtoto wako awe chizi, awe zezeta, ili upate fedha. Kuna watu ndio maana wanatoa watoto wao. Alikuwa anamuona ni mtoto, alikuwa anamuona ni mtoto anafaa, alikuwa anaona ni mke, alikuwa anaona ni mama, alikuwa anamuona ni baba. Kwa alimuona katika sura hiyo na taswira hiyo kwamba ni baba huyu, ni mtoto huyu, ni mke wangu huyu. Lakini ile spirit inapoingia, spirit ambayo shetani ile ambayo alimwambia shetani amewataka ninyi, maana yake anakupa ideas kwamba kwa nini usimtoe kafara, kwa nini usimtoe kafara upate fedha. Kwa hiyo shetani amewataka ninyi kuwapepeta kama ngano. Ndio kitu kile kile ambacho aliona kama mti huu wafaa kwa maarifa. Kwa hicho kitu kipo kwenye dunia ya sasa. Ni moja ya silaha ambayo shetani anatumia, anakuonesha vitu ambavyo akili yako iweze kutekeka, akili yako iweze kushangaa na kutazamisha vitu vingi. Na hichi kitu kilitokea kwa Daudi. Daudi hakuenda vitani kupambana. Alipokuwepo juu gorofani, akaona mwanamke anaoga, na alipomuona yule mwanamke anaoga, Biblia inazungumza ya kwamba alimtamani. Kilichofanya alikuwa ni mwanamke yule yule, lakini alivyomtazama, kwa mindset yake ikabadilika ghafla. Kwa namna ya kumtazama yule mwanamke, akamtazama kwa namna tofauti na kwa namna nyingine kabisa na namna ambavyo alikuwa anamtazama mwanzoni. Kwa moja ya kitu ambacho adui anakifanya kuweza kuharibu watu, kuharibu dunia, kuharibu ulimwengu. Ndio maana unaona innovation nyingi ya vitu, ugunduzi wa vitu vingi vinatokea. Hiyo yote ni influence. Shetani anatengeneza influence hizo ili ziweze kutengeneza vitu vibaya. Hujaona watu wanalala na watoto wadogo ili wapate utajiri, wanalala na watoto wadogo ili wapate fedha, wanabaka watu ili wapate fedha. Hiyo yote ni influence. Ndio maana hizo influence zinaenda mpaka kwa waganga wa kienyeji, wanatoa masharti kwamba kasababisha ajali, watu wafe, hata watu 100. Hiyo yote ni influence ambayo iko ili uweze kutengeneza na kuharibu kizazi kizuri ambacho Mungu amekifanya. Uweze kuzifahamu nia za shetani ili uweze kumshinda. Shalom.